ukailink ukaichini na simu yako, ukaitumia simu kuangalia vitu kwenye television. Si ndio jamani? Ni jambo kidogo la utaalamu. Inawezekana hapo utaalamu huu haujafika hapa na hujauona utaalamu huu hapa. Bwana asifiwe. Lakini utaalamu upo sana sana sana. Na utaalamu unakuwepo kwa sababu maarifa yanaongezeka. Bwana asifiwe. Na maarifa yakiongezeka na uovu nao unaongezeka katika rate ile na katika tafsiri ile ile. Mimi nimesoma physics. Na wakati ninasoma katika masomo yangu wanasema kuna sheria za fizikia ambazo hizo zinatusababisha tuweze kufanya kazi katika hiyo mifumo na kufuata hizo sheria. Kwa mfano, wanasema kwamba aina fulani ya chuma ukikipa joto kinatanuka kutokana na joto lililopewa kwa kiwango fulani. Na sisi tunafahamu kabisa katika elimu ya kawaida, kuna wakati mwingine hiyo geti ya chuma ni nyepesi sana kuifungua. Ukifungua tunafungua. Kuna wakati inakuwa tight mpaka usukume hivi kwa wingi. Si ndio jamani? Kabisa. Hata milango hii ya mbao kabisa huwa inatanuka na huwa inasinyana. Kwa sababu inafuata mifumo fulani ya kitaalamu. Yaani watu wametafiti wakaona kwa nini huu mlango huwa unatanuka na kuachia? Kwa nini bati mchana kabisa ninasikia na kwa nini hilo bati usiku linasema inafanya kam lakini bati ni nzuri haijishi, lakini inapiga kelele. Kwa nini? Nyuma yake kuna sayansi, kuna elimu, kuna utaalamu kwamba watu wamechunguza wakagundua kwamba bati hii ikipata joto huwa inasinyaa na ikipata baridi huwa inasinyaa. Kwa hiyo mtakisema mwanga huu hauwezi kuwa mwanga, kwa sababu utajua mlio huu ni bati imetanuka. Unaweza kusema wakati mwingine unaweza ukayatoa maji kwenye fridge ya baridi kabisa alafu ukayaweka nje juu, yanapopata joto sikia chupa inafanya sio kama mmeshakisikia kitu kama hicho. Hayo mambo yote yanatokea kwa sababu kuna falsafa fulani nyuma yake ambayo inafanya hayo mambo yatokee. Kwa hiyo usipokuwa makini unaweza ukashangaa. Lakini kimsingi kabisa inaweza kuwa kwamba hamna nguvu. Bwana asifiwe. Una ease